Yao Kwasi hakuanza kwa sababu ya fitness. Unajua toka amerudi baada ya kukaa nje kwa muda mrefu, baada ya kupata lile jeraha, hajarudi kwenye ile level yake ya 100%. Unaweza ukashangaa Gilbert kwamba hivi Yao Kwasi huyu ndo hajarudi kwa 100%. Tukubaliane tu Yao Kwasi alivyokuwa ASEC Mimosas wakati anajiunga na Yanga msimu wake wa kwanza, best right back kwenye ligi hii. Baada ya Shomari Kapombe kukaa kwenye ubora muda mrefu, akapata challenger wa ukweli, basi alikuwa ni Yao Kwasi ule msimu wake wa kwanza. Unaona hata numbers alimzidi, alitoa pasi nyingi za magoli, alifunga. Kwa hiyo Yao Kwasi ni beki wa kimataifa, niseme wale ambao unasajili alafu unasema yes na mchezaji wa kigeni kwenye kikosi. So anajitahidi, anarudi taratibu. Mchezo ule ambao alicheza pale New Amani Complex dakika 45 za kipindi cha kwanza, alikuwa ndo mchezaji bora katika wachezaji wote 22. 11 wa Simba, 11 wa Yanga. Yao Kwasi alikuwa na mchezo mzuri sana. Kuna kipindi mpaka rafiki yangu, shemeji yangu Ahmed Ali alishika moyo namna hii. Kwamba alihema. Ile yote ilitokana na Yao Kwasi, namna alivyoweza kuwachukua wachezaji wa Simba na akatoa pasi kwa Pacome Zouzoua, lakini bahati nzuri ilikuwa ni offside. So ni mchezaji huyo ambaye anakupa hicho kitu. Angalia kwa dakika zile ambazo aliingia jana, alipeleka mashambulizi sana. Crosses zake ni za hatari, anajua kukaba, ukimwambia akae kwenye positioning anajua. So ni mchezaji mzuri sana, ila nadhani ni swala la fitness, bado hajarudi kwenye ule timamu wa 100%, lakini maturity level yake, ana maturity ya hali ya juu. Huwezi kufananisha na Isra mwenyewe amekiri jana kwamba makosa ambayo ameyafanya, lakini sio hiyo tu, amekuwa labda anafanya makosa mengi, ila huwezi kumlaumu sana. Hajafika kwenye ile level ya ukomavu kama alokuwa nao Yao Kwasi. So kwa mwalimu aliopti kwenda na mchezaji ambaye atampa labda utimamu wa kimwili kwa dakika 90, kwa sababu ile ni dabi. Na kimbinu sio kwamba kuna kitu ambacho wanakizungumza pia, wanasema Simba ni ngumu sana kucheza kwa nguvu ile ile kwa dakika zote 90. Yes. Kwa alitumia kama faida labda kwa Yao Kwasi ambaye akiingia kipindi cha pili ingeweza kumuongezea, kwa sababu unamuona kabisa kama Simba itakuwa imetumia nguvu za kutosha kwenye upande wa pembeni ingeweza kuwa na manufaa kimbinu. Angalia Simba magoli yao, angalia movement zao za jana, nyingi zilikuwa zinatokea upande ambao alikuwa yupo Israel Mwenda. Yani mashambulizi Simba walikuwa wanapeleka kwa Isra, Kibabage, Chama, Mpanzu, wote walikuwa wapo katika upande ule wa Isra, na unaona mafuriko walikuwa wanapelekewa, tofauti na upande wa Shadrack Boka. Shadrack Boka hakukuwa na hatari sana upande wake, ndio maana alikuwa anapata luxury muda mwingi wa kupanda kwenda kushambulia. Lakini tafuta ni muda gani Isra alikuwa anashambulia. Upande wake alikuwa kama anakwenda mtu kushambulia, alikuwa ni Maxim pia Nzengeli ndio alikuwa anapata nafasi ya kupanda, tofauti na alivyoingia Yao Kwasi. Kwa hiyo labda pia angeanza, mwalimu anaweza kusema kwamba asingekuwa na muda huo mzuri zaidi. Umezungumza neno zuri kwamba ni mbinu ambayo imetumika, kwamba huyu wakiwa wamechoka labda aingie aende kupeleka mashambulizi, lakini wakati huo kama unavyosema, kama watu watakuwa wamechoka kiasi hicho, watakuwa wao Yanga hawashambuliwi kwa muda mrefu, tofauti na hapo mwanzo. Ila kwenye benchi lazima ina watu ambao wakuja kubadilisha matokeo. Ukigeuka hivyo unasema nina wachezaji ambao wakiingia wanaweza kunibadilishia matokeo, lakini kwa kocha Pedro jana na substitution zake zimelipa, tofauti na mchezo ule uliopita. Alifanya sabu ambazo zilikwenda kumuongezea nguvu. Depu, Mwanengo, Yao, Shehan, wote ambao waliingia, unaona kuna kitu ambacho walikwenda kuongeza. Wengine waliongeza kwenye ulinzi, wengine waliongeza kwenye upande wa ushambuliaji, tofauti na Steve Barker. Substitution zake zinaonekana zikumlipa. Jana mwalimu aliingia, lakini alikuwa na anonymous almost, hakuonekana kwenye game ya jana.